Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 6 Juni mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea matukio muhimu yalijitokeza ndani na nje ya nchi, yakiwemo masuala ya usalama, siasa, jamii pamoja na maendeleo mbalimbali yanaendelea katika maeneo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kuwa nasi ili kupata undani wa habari zote muhimu za jioni ya leo. Langu jina mimi ni Teloje Longo na ni Kivu News Info. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusema kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, naondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi karibu tuanze safari ya habari ya jioni ya leo tukiwa pamoja hadi mwisho wa matangazo yetu. Mji wa Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini unaendelea kukumbwa na hali ya taharuki na huzuni kufuatia tukio jipya la mashambulizi ya majambazi wenye silaha iliyotokea usiku wa mkia leo Jumamosi tarehe 6 Juni, ambako raia wasio na hatia wamejikuta wakilazimika kuishi tena katika hofu kubwa. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika, mashambulizi yalifanyika kwa mpangilio wakati mmoja katika maeneo kadhaa ya mji, hususan katika vitongoji vya Tamende, Kanzuli, Residentiel pamoja na Siltebeje Belge. Kwa wakazi wanasema milio ya risasi ilianza kusikika usiku wa manane, jambo lilosababisha watu wengi kuamka kwa hofu na kukimbilia maeneo salama kujificha ndani ya nyumba zao bila kujua hatima yao. Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa washambuliaji hao walikuwa na silaha za moto na wanaonekana wakifanya kazi kwa makundi yaliyopangwa. Baada ya kuingia katika mtaa huo, walivamia nyumba kwa nyumba wakitishia wakazi kwa silaha na kuwalazimisha kutoa mali zao. Na katika tukio hilo, mali mbalimbali zikiwemo fedha taslimu, simu za mkononi, vifaa vya nyumbani au vitu vingine vya samani vilipotiwa kuviliporwa kwa nguvu, hali iliyoacha wakazi wengi katika hasara kubwa na majonzi yasiyoelezeka. Wakazi wanasema kuwa hali hiyo ilidumu kwa muda bila msaada wa haraka, jambo linaloongeza hofu na kuchanganya hali ya sitofahamu miongoni mwa jamii hii. Baadhi ya familia zimeripotiwa kujifungia ndani kwa saa baada ya tukio hilo, wakihofia uwezekano wa washambuliaji hao kurudi tena. Hata hivyo, tukio hilo lilizua mshtuko na huzuni kubwa zaidi limetokea katika kitongoji cha Siltebeje, ambako kijana mdogo mwenye umri wa miaka 13 anajulikana kwa jina la Samia amepoteza maisha kwa kupigwa risasi na washambuliaji hao. Kwa mujibu wa ushuhuda mmoja wa majirani walikuwepo wakati wa tukio hilo, majambazi hao walikuwa wakimtafuta mama wa familia hiyo kwa lengo la kumdhuru. Wakati alipovamia nyumba hiyo, hali iligeuka kuwa ya vurugu kubwa, ambako kijana Samia alijitokeza kwa ujasiri kujaribu kumkinga mama yake dhidi ya mashambulizi hayo. Hatua hiyo ujasiri iligeuka kuwa ya kustisha baada ya washambuliaji hao kufyatua risasi moja kwa moja uliompata na kusababisha kifo chake papo hapo. Shahidi alieleza kwa mastiko makubwa kuwa kilio na makelele vitanda katika eneo hilo mara baada ya tukio hilo, huko familia hiyo ikiangukia tena katika mshtuko mzito. Naripotiwa kuwa uwepo wa wanajeshi mmoja katika eneo la tukio ulisaidia kuzuia hali hiyo kuendelea kuwa mbaya zaidi, baada ya kuingilia kati na kufanya washambuliaji hao kurudi nyuma kabla ya kukamilisha malengo yao mengine dhidi ya familia hiyo. Tukio hilo limeacha simanzi kubwa si tu kwa familia iliyoathirika, bali pia kwa wakazi wa Beni kwa ujumla, ambao wanaendelea kusema wamechoshwa na hali ya uhalifu wa mara kwa mara unaofanywa na watu wenye silaha wanaovamia makazi ya raia nyakati za usiku. Katika wiki za hivi karibuni, mji wa Beni umeshuhudia ongezeko la matukio ya uhalifu wa kutumia silaha, yanayozidisha kuleta mashaka kuhusu ufanisi wa ulinzi katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Licha uwepo wa doria za mara kwa mara za vikosi vya usalama, wananchi wanasema bado kuna mianya na waruhusu wa uhalifu kutekeleza mashambulizi hayo bila kuzuiwa kwa wakati. Baadhi ya viongozi wa kijamii na wakazi wa maeneo walioathirika sasa wanatoa wito wa kuboreshwa kwa ulinzi, kuongezwa kwa doria za usiku pamoja na uchunguzi wa kina ili kubaini na kuwakamata wanaohusika na mashambulizi haya. Wanasema hali ya sasa imefika kiwango cha kutisha na inahitaji hatua za haraka na za kudumu ili kurejesha amani katika mji wa Beni.
Wakazi pia wanatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa familia zilizoathirika zinapatiwa msaada wa haraka, ikiwa ni pamoja na msaada wa kisaikolojia na kiusalama kutokana na mashtuko mkubwa uliosababishwa na tukio hilo. Mpaka sasa mamlaka za usalama bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya nyumba zilizoathirika au watu walioporwa, huko uchunguzi ukiendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo pamoja na kuwatafuta wahusika wake. Wakati uchunguzi ukiendelea, hali ya taharuki bado inaendelea kutanda katika mji wa Beni, huku wakazi wakihofia uwezekano wa mashambulizi mengine kujirudilia ikiwa hatua madhubuti zitachukuliwa kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuanza operesheni maalum za kusaka na kusafisha maeneo ya wapiganaji wa FMTN katika eneo la Watasa ulioko katika jimbo la Uwele kaskazini mashariki mwa nchi. Taarifa imetolewa siku ya jana tarehe 5 Juni na kuelezwa kuwa operesheni hizi zitafanyika katika maeneo mbalimbali ya kimkakati ili kuwabaini na kuwafikishia mwisho wa uwepo wa makundi ya kigaidi ambayo bado yanaaminika kujificha katika baadhi ya msitu huo na vijiji vya eneo hilo. Kwa mujibu wa jeshi kupitia taarifa ya kanda ya 3 ya ulinzi, lengo kuu la operesheni hizi ni kuondoa kabisa mabaki ya wapiganaji wa FMTN ambao bado wanaendelea kuleta tishio kwa usalama wa raia katika baadhi hiyo ya nchi. Jeshi linasema kwa katika miezi hivi karibuni kundi hilo la waasi limepata pigo kubwa kutokana na operesheni za kijeshi zilizopita ambako wanajeshi wa serikali wamefanikiwa kuwaua baadhi ya wapiganaji, kukamata vifaa vya kijeshi na kuvuruga mitandao yao ya kiharakati. Hata hivyo, inasemekana kuwa baadhi ya wapiganaji hao wamegawanyika katika makundi madogo madogo na kujificha karibu na vijiji vya barabara na vijijini ili kuendelea kufanya mashambulizi hiyo ya kushtukiza. Msemaji wa kanda ya 3 ya ulinzi ni Meja Nestor Mavudisa amesema kuwa operesheni zitaendelea bila kusita hadi pale amani itakaporejeshwa kikamilifu katika eneo hilo. Amesisitiza kuwa jeshi limejipanga kuhakikisha kuwa kila kundi linalojaribu kuvuruga usalama na kabiliwa kwa nguvu zote. Katika hatua hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa honyo na wito kwa wananchi wanaoishi katika maeneo ya Watasa na maeneo jirani kuchukua tahadhari kubwa wakati wa kipindi hiki cha operesheni za kijeshi. Jeshi linaomba watu kuepuka kutumia kwa muda barabara fulani muhimu, hususan barabara Isiro Mungebere, hasa sehemu inaunganisha Mungebere na eneo linalojulikana kama 3 Points. Kwa mujibu wa jeshi, hatua inalenga kuzuia madhara ya pembeni ambayo yanaweza kutokea wakati wa mapambano kati ya wanajeshi na wapiganaji hao. Wanajeshi wameombwa kuwa watu wavumilivu na kufuata maelekezo yote yanayotolewa na mamlaka za usalama ili kulinda maisha yao. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kuhimiza wakazi wa Uwele kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa za watu wa mienendo inayotia mashaka. Jeshi linasema kuwa ushirikiano wa wananchi ni silaha muhimu katika kufanikisha mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi. Pia limeonya dhidi ya kusambaza taarifa za uongo zisizo sahihi zinazoweza kusababisha hofu miongoni mwa wananchi. Limeeleza kuwa kuna baadhi ya watu wanatumia mitandao ya kijamii kusambaza taarifa zisizo na uhakika, ili hali inayoweza kuleta utaharuki isiyo lazima katika jamii hii. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kusisitiza kuwa operesheni hizi mpya ni muendelezo wa juhudi zake za muda mrefu za kupambana na waasi wa FMTN katika maeneo ya Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa zake, katika miezi hivi karibuni kumekuwa na mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kuvunjwa kwa mabaki kwa kambi kadhaa za waasi na kukamatwa kwa vifaa mbalimbali vya kijeshi. Jeshi limesema lengo lake sasa ni kuimarisha mafanikio haya na kuhakikisha kuwa amani ya kudumu inarejea katika Uwele na maeneo jirani, na wananchi wanaweza kurejea katika maisha yao ya kawaida bila hofu ya mashambulizi. Saidi Sishombo Mali amepongeza kwa nguvu na kwa heshima kubwa uongozi wa Luteni General John Luboya, akisema kuwa amefanya kazi kubwa ambayo itaendelea kukumbukwa katika historia ya jimbo la Ituri. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya leo Jumamosi tarehe 6 Juni mjini Bunia, Saidi Shimbo Mali alisema kuwa chini ya uongozi wa Luboya, Ituri imepiga hatua kubwa za maendeleo licha changamoto kubwa za kiusalama zilizokuwepo katika kipindi hicho cha hali ya hatari. Amesema kuwa watu wa Ituri hawatasahau mchango wa Luteni General John Luboya kwa sababu ameacha alama ya maendeleo katika maeneo mbalimbali muhimu ya jimbo hilo. Kulingana naye, uongozi wao umeleta matumaini mapya kwa wananchi wengi waliokuwa wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha na ukosefu wa usalama. Katika maelezo yake, Saidi Sishombo Mali ametaja baadhi ya mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi huo, ikiwemo ujenzi wa uwanja wa ndege wa Bunia ambako umeboreshwa na kusaidia usafiri wa anga katika eneo hilo. Pia akizungumzia maendeleo katika chuo kikuu cha Bunia ambacho kimepata msaada wa kuboreshwa miundombinu yake kwa ajili
ya wanafunzi na walimu. Amesema kwa takriban kilomita 18 za barabara ndani ya mji wa Bunia zimewekwa lami, jambo ambalo limeboresha sana usafiri wa ndani ya mji na kurahisisha shughuli za biashara na maisha kila siku ya wananchi. Pia ameeleza kwa barabara nyingine za jimbo zimekarabatiwa na kuwekwa katika hali nzuri zaidi kuliko awali. Saidi Shimbo Mali pia amegusia mradi mkuu wa barabara ya kitaifa namba 27, akisema kuwa uongozi wa Luboya umeunga mkono kwa kiasi kikubwa ujenzi wa uboreshaji wa barabara hiyo muhimu unaunganisha maeneo mbalimbali ya Ituri na kusaidia uchumi wa wananchi kuwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu. Mbali na miradi ya miundombinu, amesitiza kuwa pia kumekuwa na ujenzi wa ukarabati wa huduma za msingi katika maeneo mbalimbali ya wilaya 5 za jimbo la Ituri. Amesema miradi hiyo ni mali ya pamoja wananchi, inapaswa kulindwa ili kuendelea kuwafanuisha vizazi vya sasa na vijavyo. Kuhusu swala la usalama, Saidi Shimbo amekiri kuwa juhudi kubwa zimefanyika katika kujaribu kurejesha amani katika jimbo hilo. Ameeleza kwa mikutano ya amani ya Aru 1 na Aru 2 ilikuwa hatua muhimu sana inayowaleta pamoja viongozi wa jamii na wadau mbalimbali ili kujadili njia za kumaliza mgogoro na kuimarisha umoja wa kijamii. Amesema kwa zaidi ya miundombinu, mafanikio makubwa ya uongozi wa Luboya ni juhudi zake za kuhimiza amani, mazungumzo ya kuishi kwa pamoja na kwa wananchi wa Ituri. Kulingana naye, mkutano huo wa Aru umekuwa mfumo muhimu katika juhudi za kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Katika hitimisho lake, Saidi Shimbo Mali ametoa wito kwa wakazi wote wa Ituri kuendelea kulinda mafanikio yaliyopatikana na kuepuka migogoro na mivutano ya kisiasa ambayo inaweza kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana kwa juhudi kubwa. Pia ametoa ahadi ya kuunga mkono uongozi mpya wa kijeshi wa jimbo hilo, akisema kuwa jukumu la sasa ni kuendeleza kazi ya ujenzi wa amani na maendeleo na utulivu. Amesema kuwa masuala ya Ituri yanapaswa kuwa ya kwanza kuliko masuala ya mtu binafsi, na akiahidi kuwa ataendelea kushirikiana na viongozi wapya ili kuhakikisha miradi ya maendeleo na amani inaendelea kwa faida ya wananchi wote. Kauli hiyo inakuja wakati ambako wachambuzi mbalimbali wakiendelea kukiri kuwa Ituri imepiga hatua za fulani za maendeleo katika miaka hivi karibuni, licha ya changamoto za kiusalama ambazo bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo. Takriban wanafunzi 942 walikosa kufanya mitihani ya kitaifa ya kuhitimu darasa la 6 katika eneo la Icha lipo katika wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ukaguzi wa elimu ya msingi katika eneo hilo, aliyometokana wakati ambako mitihani iliyoanza na kuendelea hadi Ijumaa tarehe 5 Juni mwaka 2026, siku ya mwisho ya mitihani hiyo. Afisa mkuu wa ukaguzi wa elimu ya msingi katika Icha, Kambale Mukokoma Gedeon, amesema kwa sababu kubwa ya wanafunzi wa kukosa mitihani ni hali ya usalama isiyo shwari iliyosababisha familia nyingi kuhama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi. Eneo la Mbao na Icha ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi baada ya mashambulio yaliyoripotiwa kuhusishwa na waasi wa ADF. Yaripotiwa katika wiki hiyo zaidi ya raia 16 waliuawa katika eneo la Mbao, jambo linaongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa maafisa wa elimu, katika siku ya kwanza mtihani pekee, zaidi ya wanafunzi 900 walikosa kuhudhuria kutokana na taruki na uvumi wa mashambulizi yaliyosambaa katika maeneo ya Icha na Mbao. Hali hiyo ilisababisha familia nyingi kuondoka na kuhamisha watoto wao kwenda maeneo salama zaidi. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa katika siku ya pili ya mtihani, baadhi ya wanafunzi walikuwa wamekosa siku ya kwanza walifanikiwa kurejea, ambako takriban wanafunzi 60 waliruhusiwa kuendelea na mitihani hiyo. Kwa jumla, idadi ya wanafunzi 942 ndiyo ilithibitishwa kukosa mitihani katika kipindi chote cha mitihani huyo wa kitaifa. Maafisa wa elimu wanasema kuwa kesi za wanafunzi hao zitajadiliwa na kamati ya wilaya ya elimu ili kuamua hatima yao, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuzingatia matokeo ya siku yaliyohudhuriwa kutoa maamuzi mengine ya kiutawala. Licha ya changamoto hizo, mitihani hiyo imeripotiwa kufanyika kwa utulivu katika vituo vyote 40 vya Icha bila matukio makubwa ya usumbufu au vurugu. Kwa mwaka 2026, zaidi ya wanafunzi 1168 wanatarajiwa kufanya mitihani huo katika eneo la elimu ya Kivu Kaskazini 2, ambako zaidi ya nusu ya wasichana wanafunzi wao walisambazwa katika vituo 674 vya mitihani lipo katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, ikiwemo maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa makundi ya waasi. Katika eneo la Kivu Kaskazini ya kwanza pia karibuni wanafunzi 1046 na walishiriki katika mitihani ya taifa, huku baadhi ya maeneo yaliripotiwa kuwa bado na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi ya waasi. Tukio linaonyesha jinsi hali ya usalama inaendelea kuathiri sekta elimu katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, ambako watoto wanakabiliwa na changamoto za kuhudhuria masomo na mitihani kutokana na hofu ya mashambulizi na kuhama kwa familia zao.
Wizara ya elimu ya juu, vyuo vikuu, utafiti na kisayansi na ubunifu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekosoa vikali kuingiliwa kwa masuala ya chuo kikuu cha Goma na kundi la Waso M23, akisema kuwa hatua ni kinyume cha sheria na inalenga kuvuruga uhuru wa taasisi za elimu. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Ijumaa tarehe 29 Mei, wizara imesema kuwa ikubali kabisa hatua ilichukuliwa na waasi hao kubadilisha uongozi wa chuo kikuu cha Goma ambacho ni taasisi ya elimu ya juu inapaswa kuwa uhuru na isiyoingiliwa kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Waso M23 ilitangaza mabadiliko ya uongozi huo ambako Profesa Mwindo aliondolewa kwenye nafasi yake ya kuwa mkuu wa chuo hicho. Nafasi yake ilichukuliwa na Jean Baptiste Kakoma Sakatolo Zambese kama rekta mpya wa chuo hicho cha Goma. Pia kufanyika uteuzi mwingine ndani ya uongozi wa chuo hicho. Profesa Richard Kabuyanga Kabuseba aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa masuala ya taaluma, wakati Profesa za Mbandora Ndimubazi akiteuliwa kuwa katibu mkuu wa utafiti. Chef de travaux Tima Safari ilipewa nafasi ya katibu mkuu wa utawala na Chef de travaux Paluku Malisawa aliteuliwa kuwa msimamizi wa bajeti wa chuo hicho. Hata hivyo, wizara ya elimu ya juu imesema wazi kuwa itatambua wala kukubali maamuzi yote yanayofanywa na watu au makundi yasiyo na mamlaka halali kisheria. Imesitiza kuwa hatua yoyote aina hiyo ni kibatili na haiwezi kuwa na nguvu ya kisheria katika mfumo wa elimu ya juu ya nchi. Waziri huyo pia ametangaza kuwa hatua kali na za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya mtu yeyote atakubali uteuzi wa kushiriki katika maamuzi yaliyokiuka sheria na zinazosimamia elimu ya juu. Amesema kuwa hatua hizo zitahusu matendo yaliyopita na sasa hata yajayo kwa watakaokiuka kanuni hizo. Wizara imeagiza viongozi wa taasisi za elimu na vyama vya wafanyakazi kuripoti mara moja tu mtu yeyote ndani ya mfumo wa elimu au mwanafunzi anayefanya vitendo vya kwenda kinyume na sheria ya sekta hizo. Serikali imesitiza kuwa inataka kuhakikisha elimu ya juu inabaki huru na salama bila kuingiliwa na siasa au migogoro ya kijeshi. Katika taarifa hiyo, wizara pia imeonyesha mshikamano wao na walimu wa vyuo vikuu, watafiti pamoja na wafanyakazi wa kiutawala na kiufundi. Inapongeza kwa uvumilivu wao na kuhakikisha kuwa serikali endelea kuchukua hatua za kurejesha mamlaka katika maeneo yaliyoathirika. Kwa upande mwingine, Waso M23 ilitangaza siku chache baada ya taarifa hiyo ya kumuondoa Profesa Mwindo katika nafasi ya mkuu wa chuo hicho cha Goma, wakidai kuwa huwepo kwa muda mrefu mjini Goma tangu mji ulipochukuliwa na waasi. Kundi hilo linasema kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha uendeshaji mzuri wa chuo hicho, likidai kuwa linafuata sheria za ndani za sekta elimu ya juu. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara ya elimu ya juu imepinga vikali maamuzi yoyote, ikitiza kuwa ni la kibatili na yana uhalali wowote wa kisheria na kwamba taasisi za elimu lazima ziendelee kufanya kazi bila kuingiliwa na makundi yenye silaha. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa kuna mabadiliko mapya katika utekelezaji wa mpango maalum wa kupokea kwa muda raia wa nchi 3 walioko nchini Marekani na kupewa hifadhi ya muda nchini Kongo. Taarifa imetolewa Ijumaa tarehe 6 Juni na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, ambapo imeeleza kuwa baadhi ya watu waliokuwa wamepokelewa kupitia mpango huo tayari wameanza kurejea katika nchi zao za asili. Kwa mujibu wa serikali, utekelezaji wa mpango huo wa muda unaendelea kama ulivyopangwa tangu awali kwa kuzingatia maelekezo yaliyotolewa katika taarifa ya tarehe 5 na tarehe 17 Aprili mwaka 2026. Serikali imesitiza kuwa mpango huo haukuwa wa kudumu bali ni wa muda maalumu na wenye mipaka ya wazi. Katika taarifa hiyo, serikali inasema kuwa idadi sasa zaidi ya nusu ya watu 15 walikuwa wamepokelewa nchini Kongo tayari tarehe 17 Aprili mwaka 2026 kupitia mpango huo tayari wameondoka na kurejea katika nchi zao za asili. Hali inaonyesha kuwa utekelezaji wa mpango huo unaendelea hatua kwa hatua kama ilivyopangwa na mamlaka husika. Vile mamlaka zinaeleza kuwa bado kuna watu wengine ambao wataondoka katika siku zijazo karibu. Serikali inasema wazi kuwa mchakato utaendelea bila kucheleweshwa, huku ikisitiza kuwa kila hatua itafanywa na kufuata taratibu uliowekwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maendeleo haya yanaonyesha wazi kuwa mpango huu ulikuwa wa muda mfupi na sio wa kudumu kama baadhi ya watu walivyokuwa wakihofia au kuuliza. Na serikali imesitiza kuwa tangu mwanzo ilieleza wazi kuwa mpango ulikuwa wa mpito unaolenga kipindi maalum tu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitiza tena kuwa imezingatia kwa makini maslahi ya taifa katika utekelezaji wa mpango huo. Inasema kuwa kila hatua inachukuliwa na kwa kuzingatia heshima na mamlaka ya nchi, sheria za taifa na maslahi mapana ya wananchi wa Kongo. Katika maelezo yake, serikali inasema kuwa itabaki imara katika kulinda uhuru wa nchi na kuhakikisha kuwa hakuna hatua yoyote inachukuliwa ambayo inaweza kuzofisha mamlaka ya taifa au kusababisha taharuki kwa wananchi.
Taarifa hii pia inalenga kuondoa wasiwasi uliopo miongoni mwa wananchi na wachambuzi mbalimbali kuhusu mpango ambao ulizua mijadala mkubwa tangu ulipotangazwa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya watu walikuwa na maswali kuhusu muda wake, madhumuni yake na hatima ya wale waliopokelewa. Hata serikali imesisitiza kwa kila kitu kinafanyika kwa wazi na kwa mujibu wa sheria, na kwamba hatua zote zinachukuliwa zinalenga kuhakikisha usalama na heshima ya taifa inabaki salama wakati wowote. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mpango huu, huku zikihakikisha kwa kila mtu anahusika anapatiwa taratibu sahihi za kurejea katika nchi yake bila matatizo. Mwisho, serikali imehakikishia wananchi kuwa itaendelea kutoa taarifa rasmi kadri maendeleo mapya yatakavyokuwa yakitokeza, ili kuhakikisha uwazi na kuepusha uvumi au taarifa zisizo sahihi zinazoweza kusambaa katika jamii hii. Katika jitihada za kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la Fizi, msimamizi wa wilaya Fizi ambaye ni rais wa baraza la usalama la Mali ametisha na kuongoza mkutano maalum wa baraza hilo siku ya jana Ijumaa tarehe 5 Juni katika makao makuu ya wilaya ya Fizi, Fizi Centre. Mkutano uliwakutanisha wajumbe wote wa kamati ya usalama ya wilaya, ukijikita katika kuchambua changamoto mbalimbali za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti ya wilaya hiyo. Washiriki walipata fursa ya kutathmini hali ya usalama na kuweka mikakati ya kuimarisha amani pamoja na kulinda raia dhidi ya vitisho vinavyoweza kuhatarisha maisha yao. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa kwa kina ni hali ya usalama katika nyanda za juu za Minembwe, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na changamoto za makundi yenye silaha pamoja na migogoro ya mara kwa mara unaosababisha wasiwasi mkubwa kwa wananchi. Wajumbe wa mkutano huo walifanya tathmini ya hali ilivyo kwa sasa na kujadiliana kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha usalama wa wakazi wa maeneo hayo. Baraza la usalama lilijadili kwa ongezeko la visa vya mauaji wa watu wanaotuhumiwa kwa uchawi. Jambo hilo limeeleza kuwa linazidi kuibua hofu katikati ya baadhi ya jamii za eneo la Fizi. Wajumbe wa mkutano walisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za nchi na kuachana na vitendo vya kuchukulia sheria mkononi vinavyoweza kusababisha upotevu na wa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Mkutano huo pia uliambatana na utambulisho rasmi wa kamanda operesheni ya sekta ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, Kanali Apollo Bangala Michel, ambaye ameanza rasmi majukumu yake katika eneo hilo. Ujio wake unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha utaratibu wa operesheni za kijeshi zinazolenga kurejesha amani na usalama katika wilaya ya Fizi na maeneo jirani. Baada ya majadiliano ya wajumbe wa baraza la usalama walipitisha mpango wa shughuli mbalimbali za usalama zitakazotelekezwa katika siku zijazo kwa lengo la kuimarisha ulinzi na wananchi na mali zao katika wilaya nzima ya Fizi. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, sehemu ya mashariki mwa wilaya ya Fizi bado inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wapiganaji wa Zalendo linaendelea na operesheni za kuhakikisha usalama, kulinda mipaka eneo hilo pamoja na kuhakikisha wananchi waendelea kuishi katika mazingira ya amani na utulivu. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 6 Juni mwaka 2026. Niambo uko kusikiliza ni Kivu News Info Magras, kuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi endelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na ondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Telo Longa, sana la ziada la tuache naendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 6 Juni mwaka 2026. Basi tunatakia jioni njema na siku mwema, na nikodi 5:08 kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chau, endelea kubaki salama. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.
Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.